Yes, nipo na mfanyabiashara mwingine ambaye ni mfanyabiashara wa bidhaa ya saa hapa. Nitapiga story naye 2-3 kuhusiana na biashara yake. Biashara inaandaje, changamoto zake na mafanikio katika biashara yake. Bwana bidada, mambo vipi? Mambo safi kaka. Uko fresh, uko vizuri? Sana, ipo good very much. Sawa, watazamaji wa Diaspora TZ bila shaka pia ukiachana bidhaa yako walitamani wakujue jina lako nani? Naitwa Mwanalisa Mwanasaa. Mwanalisa Mwanasaa. Tuzungumzie kwa upande wa biashara yako hii, biashara ya bidhaa ya saa. Uliingiaje kwenye biashara yenyewe? Kwenye biashara yangu hii niliingia kwa sababu niliona ujuzi, nikapambania huku na huku kuona jinsi gani kwamba saa nitafanya. Nikajaribu kufanya saa kwa mtaji mdogo, lakini kiniingizia pesa kubwa sana, kiasi cha pesa kikubwa. Kwa biashara ya saa, jamani, naomba mtu kama una ujuzi nao njoo nikufunze ili uweze kufanya biashara hii. Biashara hii ni nzuri na kuingiza kipato cha fedha ya kutosha kakaangu. Nauza saa zenyewe bei nafuu. Mfano kama saa hii yenyewe unauza shilingi 3,500 ambayo inaniletea faida. Kwa siku pia nauza 300,000, hali kama ikiwa nzuri 3,500, hali ikiwa mbaya 50,000. Ndio hivyo, namshukuru Mungu. Tuzungumzie kwa upande kwanza una miaka mingapi kuingia kwenye biashara yenyewe mpaka hivi sasa? Mimi na miaka 2 sasa hivi, miaka 2. Ikiwa na maana kwamba ulianza mwaka 2023, sio? Ndio. Mpaka sasa miaka 2. Kwa upande wa tathmini sasa, ukianza kupiga tathmini yake kwa upande wa mafanikio yapoje kwa upande wa biashara yenyewe? Hiyo ni siri yangu, mafanikio ni siri yangu mimi mwenyewe, siwezi kumwambia mtu. Na watu wanatakiwa ambao wanakuwa na kutazama, wanakuwa inspired na kitu ambacho nakifanya. Wanakuwa naona ni kina nini kiweza kunini, akiweza kuniambia labda kwamba biashara yenyewe ina mafanikio naye naweza nikavutia kuingia kwenye biashara yenyewe. Wakihitaji wenyewe waje wakaribia hapa niwafunze. Siwezi kutoa mafanikio yangu mimi mwenyewe, ni binafsi mimi mwenyewe, ya kwangu hayo. Siwezi kwa kweli. Labda kuna mtu yeyote ambaye aliweza kuinspire kuingia kwenye biashara hii? Wengi sana wanakuja na waelekeza, ndio hivyo maisha yanaendelea. Maana sasa ni binadamu tunatafuta, hapa ni utafutaji katika jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wa mtu ambaye alikuvutia labda kuingia kwenye biashara saa? Hamna mtu alionivutia, ni mimi mwenyewe. Dhamira yangu nilipenda mimi mwenyewe, mapendekezo yangu kwa ajili ya kuumbuni biashara yangu mimi mwenyewe. Sijapendekezwa na mtu yoyote. Kwa upande wa changamoto sasa, changamoto katika biashara yenyewe, changamoto zipoje? Changamoto kwenye mvua tu ndugu yangu, ndio changamoto sana. Unakuta muda mwingine nakimbizana huku na huku. Ndio hivyo, lakini maisha nishayazoea. Nafanya harakati zangu tayari 1 2 3 naingia kazini. Mambo yana fresh. Tuje kwa upande wa wateja sasa. Upande ni wateja wa aina gani ambao huwa wanakuja sana kununua bidhaa zako hapa, nikimaanisha kwamba bidhaa saa? Kulingana na saa zangu mimi zenyewe nilizonazo, hizi saa zina bei tofauti. Kuna mteja mwingine anataka 30,000, kuna mteja mwingine sana anauza kulingana na saa yangu yenyewe inavyoonyesha. Nauza bei nafuu, kuna 3,500. Ila changamoto ya wateja, mwingine mteja anang'aniza ni mzee shilingi 2,000 ambayo waingie katika nini? Hesabu yangu. Kwa siwezi. Wateja wengine wana changamoto kubwa sana. Ndio hivyo. Ila ni biashara nishaizoea, hamna shida. Sasa kwa upande wa wateja wakitaka kukupata sasa, wanakupata kinamna gani sasa? Kwa namba yangu ya simu, labda niwatajie namba yangu ya simu. Upande wa namba ya simu, mitandao ya kijamii na location. Napatikana hapa China Plaza hapa Machinga, WhatsApp na namba yangu pia ya WhatsApp pale unaniona. TikTok muda wote nipo live. Karibuni sana. TikTok tupo? TikTok nipo. WhatsApp, YouTube nipo, masaa yote napatikana. Sasa ndio wateja wanataka utaje akaunti zako, sasa wanataka wajue ili waweze kupata bidhaa zako. Labda niwape namba yangu ya simu ili wanitafute. Namba yangu ya simu ni 0762623462. Mwanalisa Mwanasaa. Karibuni sana. Instagram, TikTok. Nimeandika TikTok, utakusearch andika Wizo Lade. Napatikana sana. Karibuni.